Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Katika muendelezo wa kuendeleza vipindi vyetu tumeeleza ya kwamba kipindi kenyewe jina lake kamili ni nyadhifa ambazo kwamba twafaa kuzifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, wadhaif ambazo twafaa kuzitenda katika mwezi wa Ramadhani ili tukiwa ni wenye kumaliza mwezi wa Ramadhani tumeufanyia kazi mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hivyo wadhifa wa kwanza, na alhamdulillah ni wadhifa ambao kwamba una vikao vingi vya kuelezwa, una pati nyingi za kuelezwa, na kwa kuwa tueleza kwa dakika 15 ili tusikuchoshe wewe mwenye kuangalia na mwenye kusikiza, uweze kuzifuatilia upate faida ndani yake. Wadhifa wa kwanza ambao wafaa ufahamu wewe mtazamaji, ubora wa kufunga ni nini? Kwa sababu usije ukafanya jambo ambalo unalolifanya ukawa hujui thamani ya lile jambo unalolifanya. Ni muhimu unapoingia katika utendakazi wa jambo, kabla hujaingia uwe umelisoma lile jambo, ubora wake na hasara yake na namna ya kuingia na namna ya kutoka. Ndio pale utakapokuwa ni mwenye kulifanya lile jambo walifanya inshirahu sadri, kifua chako kimekunjuka, kwa sababu wajua kwamba nikifanya hivi nitapata hivi, na nikenda hivi nitakosa hivi, na nikitaka kutoka nitatoka hivi. Bila hivyo huwezi kufaidi. Ndio utapata wanazuoni wetu watuambia, ukitaka kujua Ramadhani au kutaka kufunga mwezi wa Ramadhani, kwanza soma masailu siyami, mambo ya kufunga, ili saumu yako ambayo unaoifunga iwe ni saumu ambayo kwamba inaokubalika na Allah jalla jalalu. Usiwe ni mwenye kufunga, ukimaliza kufunga ukienda kwa Mungu hamna kitu, kwa sababu ukawa wewe unafunga kwa njia ambazo kwamba zisiokuwa za halali, njia ambazo kwamba zisioruhusika, utakuwa umehasirika. Na ndio maana katika nyadhifa hizi ambazo kwamba tunazozieleza kwako wewe Muislamu, ni maana kwamba uzielewe, na unapofunga ujue kwamba mimi nafunga kitu gani, mimi nafunga na faida hii ya kufunga ni ipi. Ndio tukasema ni wadhaif, mambo ambayo kwamba unaofaa kufanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwanza kabla hatujaeleza hayo mambo, ni ufahamu ubora wa saumu. Imethubutu katika hadithi iliyopo ndani ya Sahih Bukhari na Sahih Muslim, iliyopokewa na Abu Huraira kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni hadithul qudsi, kuonyesha hadithi hii ni ubora wa saumu mbele ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, kullu amali ibni adam lahu alhasana bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-siyama fa innahu li wa ana alladhi ujzi bihi innahu taraka shahawatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khalufu famu as-saimi atyabu inda Allahi min rihil miski. Hadithi hii yatushuhudisha na yatufahamisha umuhimu wa funga mtu ambayo anayofunga. Bwana Mungu jalla jalalu asema, kila amali ya mwanadamu hulipiwa jema kwa 10 amthali. Amali ambayo unaofanya moja hulipiwa kwa 10, nyingine hufika ila 700 dhifin, mpaka nyongeza 700 kulingamana na utendakazi wako wa ile amali ambayo kwamba unayoifanya. Fahamiana, kullu amali ibn adam lahu alhasana, ana mema bi'ashri amthaliha, kwa nyongeza 10 mema yako unaopata, mara nyingine ila 700 dhifin. Mwenyezi Mungu akaja akasema kisha kwamba wewe unapofanya jema hupata thawabu 10, au unapofanya jema hupata thawabu 700. Akasema illa siyam, lakini peke yake saumu. Kivipi? Fa innahu li wa ana alladhi ujzi bi, saumu ni yangu mimi, ndio nitakayolipa. Saumu Mwenyezi Mungu ameitegemeza kwake litashrif, kwamba ni bora zaidi. Shafahamiana?
kwamba amali yote utakayofanya utapewa nyongeza 10 ama utapewa nyongeza 700, lakini saumu Mwenyezi Mungu ameifanyia istithna ya kwamba ni yake yeye, ndiye ambaye atakayolipa. Malipo ya saumu ni yeye peke yake Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu anayoyajua. Kwa sababu gani Mwenyezi Mungu aseme fa innahu li wa ana ujzibi? Kwa sababu wewe umeacha chawa yako, umeachwa kunywa yako, umeacha kula yako. Sababu yote kuacha kwako huku kwa sababu ya Allah. Innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli, kwa ajili yangu. Sasa kwa kuwa wewe umeacha kula kwako, vyakula vyako vitamu kwa ajili ya Allah, wewe umeacha kunywa yako, maji yako matamu na juisi zako na kila kitu chako kwa ajili ya Allah, umeacha tendo lako la ndoa mchana na mke wako, wamuona mbele yako alivyoiva, lakini kwa ajili ya Allah jalla jalalu, ni kwamba lile tendo la kwamba umeacha kila kitu kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu akaichukua ile saumu akaifanya ni yake, na yeye ndiye akaamua akasema, mimi ndio nitakaolipa yale malipo yanayostahiki yule ambaye kwamba aliyefunga, yule ambaye aliacha kunywa kwa ajili yangu, yule ambaye aliacha kula kwa ajili yangu, yule ambaye aliacha shahawa zake kwa ajili yangu. Kisha isitoshe, Bwana Mtume akatuambia lisaimi farhatani, mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha mbili, farhatun inda fitrihi, wakati unapofungua unakuwa na furaha ajabu kwamba wewe umetoboa, umemaliza siku, umeafikiwa. Safamiana, umekuwa ni mwenye kunywa vile ambavyo kwamba venye kutuliza roho yako, ambavyo kwamba ulivyoviacha mchana, wakula vile ambavyo kwamba venye kutuliza roho yako ulizoviacha mchana, umerudi katika lile ambalo ulilokuwa umeliwacha la tendo la ndoa. Sasa wafurahi, ni furaha ya kwanza. Furaha ya pili, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, furaha ya pili ni pale unapokutana na Mola wako, kile ambacho kwamba ulichoandaliwa na Mola wako, ambapo zamani alituambia wa ana ujzibi ama ana ajzibi, nitailipia saumu ama nitamlipa yule ambaye kwamba alifunga saumu. Sasa pale ndio utajua furaha ambayo Allah aliyokuandalia yenye kupatia furaha kupitiliza. Chafahamiana? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu jalla jalalu tendo la saumu amelitegemeza kwake ili mwanadamu apewe malipo yake kupitia kwake mwenyewe Allah jalla jalalu moja kwa moja, na ndio furaha ambayo kwamba utakaoipata siku ya Kiyama. Kisha hadithi ikaendelea kusema harufu ya yule mwenye kufunga au kinywa cha yule, harufu ya kinywa cha yule mwenye kufunga ni mzuri zaidi kwa Mwenyezi Mungu kushinda hata miski. Harufu ya miski, yule mwenye kufunga harufu yake ambayo kwamba leo ukitegemea mtu utasikia ni harufu ya kunuka vibaya sana, lakini ile harufu kwa Mungu ni bora kuliko harufu ya miski. Ndio wanazuoni wengine ukaambia kwamba harufu ile ni bora, Mungu huyo aipenda. Hata Nabii Allah Musa alipoambiwa aende akazungumze na Allah, alipewa siku 30 afunge. Alipewa siku ngapi? 30. Sasa baada kumaliza ile siku 30 akawa ni mwenye kupiga mswaki kwenda kwa Allah. Ikachukizwa kwa Allah, kwa nini huyo atoe ile harufu ya kufunga, kama ongezea wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbi 40 lailatan. Sababu wengine wanazuoni wa tafasiri wanatueleza ni kule kupiga mswaki peke yake, akatoa ile harufu ya kufunga ili aende kwa Mwenyezi Mungu, ile kwamba ile harufu hamna. Sasa kwamba Mungu yapenda ile harufu, ikawa Musa ni kuongezewa siku 10 ili patikaniwe harufu pale iruni mali pake, akatimiziwa ngapi? Siku 40, kwa sababu harufu ya mwenye kufunga atyabu inda Allahi min rihil miski. Hadithi ya kwanza hiyo yenye kuonyesha fadhila za saumu. Fadhila za saumu. Kwa nini iwe Mwenyezi Mungu jalla jalalu aitegemezea kwake thawabu za mwenye kufunga? Kwa nini saumu iwe ni bora, iwe itatukuzwa na Allah jalla jalalu? Kwa sababu mudhaafat al-ajri lil'amali takunu biasbabi. Mudhaafat al-ajri lil'amali takunu bilasbab.
kuongozewa ujra kwa amali ambazo kwamba unazozifanya hutegemea sababu ambayo iliyopo ndani ya ile amali. Naam, angalia mfano sharafu almakani alma'mul fihi dhalika alamal. Kuna sehemu ambazo kwamba ukifanya amali, ile amali ambayo kwamba unazozifanya ile sehemu ni bora kuliko kuifanyia sehemu nyingine. Sharafu almakani bilmakin, sharafu almakani alma'muli fihi dhalika alamal. Pia waweza kusema mfano nitakupa ili uweze kuwa karibu na mimi kwamba kuna sehemu ukifanya amali huwa ni bora zaidi kuliko sehemu nyingine. Ni mfano wa swala unaoswali Maka na Madina ni tofauti na swala unaoswali Mombasa na Tanzania na Uganda na Burundi na Rwanda na kwingineko. Na imethubutu katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyo katika Sahih Bukhari, salatu fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu min almasajid illa almasjid alharam. Hadithi kwenye Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Swala ambayo unayoswali katika msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora kushinda swala unayoswali misikiti mingine yote isipokuwa Masjid al-Haram peke yake. Bimaana swala ya Masjid al-Haram ni bora hata kushinda swala ya msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tunavyoeleza Masjid al-Haram ni 100,000, huku ni 1,000, Masjid al-Aqsa 500. Shafahamiana kwamba Masjid al-Haram ni bora zaidi. Sasa utapata kwa nini Masjid al-Haram iwe bora? Kwa sababu ya ile sehemu ni bora. Kwa nini Masjid ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu ni msikiti wa Mtume Muhammad. Kwa nini Masjid al-Aqsa uwe bora? Kwa sababu ni msikiti wa mitume wote ambao kwamba waliotumilizwa waliswali pale, na ni msikiti wa 3 katika misikiti ya nini ya Kiislamu. Bali wengine wakwambia ni msikiti wa 2 baada ya Masjid al-Haram kwa miaka 40 ulijengwa, baada miaka 40, kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa msikiti wa Baitul Maqdis na msikiti wako ni ilichukua muda gani? Msikiti wa kwanza ni Masjid al-Haram, msikiti wa pili ni Masjid al-Aqsa kwa muda wa miaka 40. Almuhimu ni kwamba hii ni misikiti imekuwa bora kwa kule, mmoja ni msikiti wa kwanza, inna awwala baytin udhiya linnasi lalladhi bibakkata mubarakan, kisha ukaja msikiti wa Baitul Masjid al-Aqsa, kisha ukaja msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid al-Aqsa ni msikiti ambao kwamba ndani wamepita mitume wengi. Masjid Madina Munawwara ni msikiti ambao kwamba uliokaa na Bwana Mtume Muhammad, ulipata sharafu kwa sababu ya Mtume Muhammad. Sasa ukawa Masjid al-Aqsa swala yake ni bora ukifuatia msikiti wa Bwana Mtume Muhammad, kisha ukifuatia Masjid al-Harami swala yake ni bora, kisha ukafuatia Masjid Madinatul Munawwara, Masjidur Rasuli, kisha ni Masjid al-Aqsa watatu kwa daraja ambazo kwamba zilizowekwa na hadithi, kwa sababu ni misikiti iliyokanyagwa na watu wema, na ibada kufanya ndani yake ikawa ni ibada yenye nyongeza tofauti na misikiti mengineyo. Tueleza hivi ili tuje tueleze na Ramadhani. Tueleza hivi ili tuje tuonyeshe kwamba Ramadhani ya nini ujira uwe mkubwa sana. Kisha utapata miezi ambayo kwamba ukifanya ibada ndani yake ni bora kuliko miezi mengineyo, kama mfano mwezi wa Ramadhani, kama mfano siku 10 za Dhulhijja, mfano Ramadhani zama ambazo ni bora kufanya amali kama shahru Ramadhana na 10 Dhulhijja, imethubutu katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Umratu fi Ramadhana ta'dilu hajjah au qala hijjatan ma'i, umra ambayo unaoifanya Ramadhani kumeana zama ambazo kwamba ni bora kufanya ibada hulingamana na hija, au kwa lugha nyingine, riwaya nyingine ni kwamba ni kama ulivyofanya hija na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu zama ambazo kwamba zilizo bora zimekuja kufanya ibada kuwa bora ndani ya zama kama zile. Shafahamiana? Ndio tukasema katika maneno yetu sharaful makani al-ma'muli fihi dhalika al-amalu,
ikawa zama za Ramadhani kwenda kufanya umra ni bora kwa mwanadamu, ubora wake ni kwamba ile umra yako huwa kama hija au kama uliohija na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imamu Nakhai asema zile ibada ambazo kwamba unazozifanya katika Ramadhani ni bora kushinda ibada za miezi yote. Na naam, ni bora kushinda ibada miezi yote, kwa sababu sunna hufika mahala faradhi, faradhi hupanda daraja zaidi. Akasema saumu yomi Ramadhana afdalu min alfi yawmin, kufunga saumu ya mwezi wa Ramadhani ni bora kuliko siku 1000 kwa ibada. Tasbih ambayo kwamba unaleta katika mwezi wa Ramadhana afdalu min alfi tasbihatin, Imamu Nakhai. Wa rak'atun fihi afdalu min alfi rak'atin, na rakaa ambayo kwamba utakayoswali katika mwezi wa Ramadhani ni bora kuliko rakaa 1000, kwa sababu ya zama ambazo kwamba zilizokufikia ikawa ibada ndani yake ni bora unaoifanya kuliko zama ambazo kwamba zilizokupita. Sasa basi, ilipokuwa saumu ya mwezi wa Ramadhani mudhaafan ajrahu binisbati ila sair al-amali, kana siyamu shahri ramadhana mudhaafan ala sairi siyam. Ilipokuwa saumu ukifunga huwa yenyewe kule kufunga huongezewa ujra zaidi ya amali nyinginezo, basi kufunga mwezi wa Ramadhani basi huwa nyongeza zake ni zaidi kuliko saumu unayofunga isiyokuwa siku ya Ramadhani, kwa sababu lisharafi zamanihi, kwa kutukuka zama za Ramadhani, na kwamba saumu ile Ramadhani ni moja katika arkan al-islami, ikawa imepanda daraja kwa sababu Uislamu bunia al-islamu alaiha, Uislamu umejengewa juu ya saumu. Hivi ndivyo ambavyo kwamba wanazuoni wetu wanavyotueleza. Na kule kusema fa innahu li, hii saumu ni yangu, Mwenyezi Mungu ameihusisha kwake yeye au kuitegemezea kwa nafsi yake kushinda amali nyinginezo. Kwa sababu gani? Wanazuoni wa fuqaha wanasema hapa pana sampuli mbili ambazo zilizopelekea Mwenyezi Mungu aseme fa innahu li, kwamba hii saumu ni yangu. Na hizi kauli mbili ambazo kwamba wanazuoni wanazozieleza ndizo ambazo zinazofuatia kwa kipindi ambacho kinachofuata. Almuhimu ni ufahamu ya kwamba amali huzidi daraja kulingamana na nyakati ambazo kwamba tunazozifanyia zile amali. Amali huzidi daraja tu kulingamana na sehemu ambazo kwamba tunazozifanyia zile amali zikawa ni tofauti na sehemu nyinginezo, na moja ni saumu ya Ramadhani. Unapofunga Ramadhani ni tofauti na kufunga miezi mingineyo, kwa sababu moja ni kwamba Ramadhani masiku yake ni bora, kisha hii ni saumu ambayo kwamba tunaifunga ni kwamba ni saumu iliyofaradhiwa kwa Waislamu. Sasa tunachokuja kukitafsiri kueleza kipindi kinachofuata fa innahu li, maana yake mpaka Mungu kusema li ni nini, usiwe mbali, fuatia kipindi kinachofuata ili upate kufaidika. Asadallahu waqatakum ila liqa, fa shukran jazilan, wassalamu alaikum wal afwa minkum. Hii ni An-Nisaa TV.